Sababu za kudhoofika Waislamu. Sababu nini? Hii ndio maudhui yetu kwa wakati huu. Sababu ya kudhoofika Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ndugu zangu أحبائي الكرام, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiki yake, tumekutana tena kwa mara nyingine ndani ya msikiti wetu huu mtukufu, baitun min buyutillah, kwa ajili ya mazungumzo muhimu yanayofungamana na mambo ya dini yetu, mustakbal wa Uislamu na sisi Waislamu. Leo insha Allah tutakuwa na muda kidogo ambao la ba'sa biha, kwa sababu tuna vipindi viwili kutoka sasa mpaka kufika qubaila al-maghrib, na baada ya salati al-maghrib mpaka qubaila al-isha. Tuna maudhui mbili tofauti lakini zenye mwelekeo mmoja, na ndio maana maudhui hii katangazwa kwa jina moja tu, sababu za kudhoofika Waislamu. Tena maudhui ya leo ndiyo ilitakiwa iwe ya kwanza, iwe ya jana, halafu ile ya jana iwe leo, ile mata nasrullah. Lakini nimependelea mimi nizungumze ile kwanza, kwa ajili ya kuonyesha ile hali halisi tulionayo, ambayo mimi na nyinyi sote tuijua hali hiyo, hali tunayoipitia Waislamu hivi sasa, kiasi ambacho tunatarajia na matumaini na tuna shauku ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa shauku hii iwe inatoka ndani ya nyoyo zetu lillahi rabbil alamin, na isiwe imejengwa juu ya hamasa na jazba, naweza kusema hamasa hasi ambazo hazina faida yoyote, zaja wakati fulani zikaondoka, kisha tukarudi kule kule tulikokuwa kusipofaa. Ile hali ya kuhisi kwamba sisi tunahitajia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni maandalizi ya kuyapokea haya ambayo tunataka kuyasema leo. Kwanza, hali ya udhaifu kwa Waislamu ambayo imetupata katika ulimwengu huu kwa sasa ni kinyume na vile tulivyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nusra na at-tamkin, kwamba sisi tutanusuriwa na sisi tutapewa umakinifu katika jambo la dini yetu. Nusra au tamkini ambayo sasa haipo
inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Nusra tunahitajia haiko kwa sababu maadui zetu wana nguvu dhidi yetu, wafanya watakacho kwetu, wamuua wamtakaye, wamuadhibu wamtakaye, wampiga wamtakaye, wamuhamisha wanamtaka, na hivyo unafanya unachokitaka, na sisi hatuna uwezo wa kuwafanya lolote. Tubaki twalia, twalalamika, pengine tukihitaji nusura kutoka kwao watuhurumie, pengine tukalaumiana wenyewe kwa wenyewe, hali ambayo haikuwepo hapo nyuma kabisa. Nyuma, wakati Uislamu umesimama sawa sawa, wanaume wa kikweli kweli ndio waliosimamia Uislamu, na raya ya Kiislamu iko juu, na kalima ya tauhidi iko juu, imetawala kwenye ulimwengu. Hakuna kafiri anayethubutu kumdhalilisha Muislamu yoyote au kudhalilisha Uislamu kisha asione kinachostahiki kwake. Haikuwezekana. Sisi tufahamu kwa sababu tumesoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumesoma tarikhi ya al-khulafa ar-rashidin, tarikhi na historia ya makhalifa waongofu, tumesoma tarikhi ya dawla za Kiislamu kama dawla ya Bani Umayya, dawla ya Bani al-Abbas na nyinginezo zilizosimama hapo katikati katika kipindi cha dawla Abbasiyya, al-Buwahiyun, Salajiqa, al-Mamlukiyya, dawla al-Ubaydiyya, al-Adarisa, دولة الموحدين المرابطين كش الموحدين كما سموا أنفسهم وغير ذلك من الدول. kwenye kipindi chote hicho mpaka kuja dawla al-Uthmaniyya, tumeona namna tarikhi ya Kiislamu na Uislamu walivyokuwa katika kipindi madhubuti kabisa, hakuna mchezo. Kisha hali ile ikatoweka, tukaingia katika wakati wa sasa. Sababu ni nini? Hii ndio maudhui yetu kwa wakati huu, sababu ya kudhoofika Uislamu. Uislamu haudhoofiki. Uislamu ni ule ule, ni kitu qawi, kitu thabit, ya'lu wala yu'la alayhi. Zote Uislamu uko juu, haukaliwi juu, lakini wanaopata udhalili na wanaopata unyonge na udhaifu ni Waislamu, kwa sababu nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam fa in bitaghayna al'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Maneno yananakiliwa kutoka kwa al-Khalifatu athani أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, akisema sisi Waislamu ni watu ambao Allah ametupa heshima na nguvu kwa sababu ya Uislamu. Tumepata heshima sisi, tukawa watukufu, tukawa na nguvu kwa sababu ya Uislamu, si kwa sababu nyingine yoyote. Sasa ikifika wakati tukawa tunatafuta heshima na utukufu kwa kitu kingine kisichokuwa Uislamu, hapo ndipo Allah atakapotudhalilisha. fa in bitaghayna al'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Tukianza kutafuta izza na heshima kwa kitu kingine kisichokuwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. Labda tukiona kwamba tumepata heshima na nguvu kwa sababu ya akili zetu, kwa sababu ya nasabu zetu, au kwa sababu ya vipato vyetu, au kwa sababu kadha wa kadha, kwa hiyo tumekuwa na nguvu kwa sababu hizo. Ikifika sasa tutaka izza katika usiokuwa Uislamu,
udhalili utakuja hapo. Sasa Uislamu ulikuwa katika hali ya izza na Waislamu walikuwa ni aizza. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad huyo ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye, watu wake wale masahaba, ni wakali mno kwa makafiri, lakini wanahurumiana, ni wenye kuhurumiana kati yao wenyewe kwa wenyewe. Ilifika wakati Waislamu ambao wengi wao wanaonekana katika wakati ule walikuwa ni watu mabedui, hawakuwa na ustaarabu wa kimamlaka, walifikia wakati wakiogopewa na watu walioumiliki ulimwengu kwa nguvu za kiuchumi, siasa bora, jeshi na kila kitu. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى يخافه ملك بني الأصفر. Abu Sufyan aliwahi kusema siku moja, kwa hakika jambo la mtoto wa Abu Kabsha limekuwa kubwa mpaka imefikia sasa mfalme wa wazungu anamuogopa. Herakli anatetemeka, kapelekiwa barua na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Muhammad bin Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl adhim ar-Rum. Barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamtetemesha Herakli. Abu Sufyan anashangaa, huyu Muhammad huyu leo mfalme wa wazungu yule anamuogopa Muhammad huyu, kwa sababu ni qaumun a'azzahumullahu bilislam. Sasa na sisi ni qaumun a'azzana Allahu bilislam, fa in ibtaghayna al'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutia nguvu sisi kwa sababu ya Uislamu, lakini tukitaka utukufu kupitia kitu kingine kisichokuwa Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea udhalili, atatudhalilisha sisi, na ile madhila tutayaona. Sasa tukirudi nyuma tukiliangalia hili jambo, limetoka mbali. Waislamu wa mwanzo walipita kwenye kipindi kigumu, waliteswa, jana nilieleza kidogo hapa, mpaka watu wakalazimika kuiacha miji yao. Waliadhibiwa kina Bilal, wakina Ammar bin Yasir, yeye na familia yake, mpaka wakaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, isbiru ala Yasir fa inna maw'idakumul janna. Fanyeni subra familia ya Yasir. Udhibu wa uhinu, waliadhibiwa wakadhalilishwa, walitwezwa kwa sababu ya dini hii, na wengineo kwa sio kwa hao waliadhibiwa, waliteswa, lakini walipofanya subra wakasimama sawa sawa, Allah akaileta nusra yake. Uislamu ukasimama ukaenea katika mashariki al-ardhi wa magharibiha mpaka alipofariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa adhlamati dunya. Lakini Uislamu uliendelea kwa sababu wale waliokuja baada yake walisimama katika minhaji ile ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ile khilafatu nubuwati ba'di 30 sana, khilafa na uongozi utakokuwa katika minhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni miaka 30, tangu mwaka wa 11 kufariki kwake mpaka mwaka wa 41 amul jamaa, miaka 30. Uislamu ulikuwa katika qimma cha utukufu na katika nguvu. Pale Uislamu ukawa katika hali hiyo. Khalifa wa mwisho alipouawa Ali bin Abi Talib, kisha mwanawe Al-Hasan alipotanazal
alichukua nafasi ya baba yake, lakini akatanazal, akaingia katika makubaliano na Muawiya ibn Abi Sufyan. Alikaa miezi 6 tu. Ilikuwa ni mwaka wa 661 miladia, ambao ni sawa na mwaka wa 41 hijiria. Ikaanza khilafa nyingine hapa, nayo ni khilafa ya Bani Umayya. Wakaendeleza yale yaliyoachwa na waliotangulia, pamoja na mapungufu ya kibinadamu yaliyoingia kati yao, lakini waliendeleza Bani Umayya, wakaendeleza futuhati za Uislamu, miji ikaingizwa katika Uislamu, watu wakasilimu, Uislamu ukaenea sehemu mbalimbali. Hata usemwa kwamba Uislamu katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki bilkhususi hasa uliingia rasmi katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan ambaye ni katika Bani Umayya, kwa sababu watu walipofanya hijra kutoka Makka kuja Al-Habasha katika mji wa Aksum huko Ethiopia, ndipo mahali alipokuwa An-Najashi. Uislamu haukutawanyika pale, kwa sababu pia katika waliosilimu alikuwa ni yeye na kikundi cha watu wake wachache, lakini wengi walibaki katika Ukristo wao. Kwa hiyo Uislamu pale haukupata nufudhi na nafasi ya kuja Afrika ya Mashariki. Zile stories za kwamba maswahaba walipotea njia wakafika mpaka Pemba, story tu zile, kwamba pale kisiwa cha Misali pale maswahaba walifika, zile story ambazo hazina maana yoyote, kwa sababu katika taarikhi ya Kiislamu lazima mambo yathibitishwe kwa naqlu almuhaqqaq, si ambiwa yasemekana. Hakuna kitu namna hiyo. Historia inaeleza ya kwamba wakati wa Abdul Malik bin Marwan Uislamu uliingia katika pwani hii, hasa kutokana na zile hijrati zilizofanyika, miguro ile ya watu kutoka katika miji mbalimbali huko Al-Basra, Al-Kufa na sehemu nyingine, kutokana na batshi ya Bani Umayya. Kuna watu wakakimbia katika miji yao wakaelekea katika mwambao huu na Uislamu ukaingia. Ilikuwa karne ya 8 hivi katikati hapo, sababu ni mwaka wa hijiria na uzungumzia miaka ya 75 hivi na 70 na kitu, ni wakati wa Abdul Malik.